Just on the stroke of midnight, the governor and the prime minister saluted the new flag. Tangu wakati wa uhuru, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza suala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. Na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nayo imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamu fika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaji wa mikakati, mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Ummy Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11 2023 katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania mwongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Habari ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi cha Lishe Bora ni Mtaji. Kipindi hiki kinaletwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo FAO, ikishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo pamoja na Taasisi ya Chakula na Lishe. Kipindi hiki cha Lishe Bora ni Mtaji kiko chini ya mradi wa AgriConnect. Mradi huu unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Naitwa Marion Elias, karibuni tuwe pamoja. Lishe bora ni mtaji, ukuaji wa mtu. Lishe bora ni mtaji, maendeleo ya elimu. Lishe bora ni mtaji, kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji, kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Katika kipindi chetu cha leo kuna wageni kama ambavyo tumeona katika vipindi ambavyo vimepita. Huwa tunakuwa tuna wageni mbalimbali ambao ni wataalamu mahususi kwa habari ya kusisitiza na kuhamasisha masuala mazima ya lishe bora, lakini sio lishe bora tu, lakini kutumia mimea ama vyakula ambavyo viko katika mioto asilia ya Tanzania. Wageni wa leo ni Dr. Peter Richard Kisenge. Yeye ni mkurugenzi kutoka Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, lakini hayuko peke yake, yuko pamoja na Maria Ngilisho. Maria Ngilisho yeye anatokea Taasisi ya Chakula na Lishe TFNC, na tumemwona katika vipindi vya nyuma vilivyopita wakituhusia na kuhamasisha kuhusu kujijengea tabia ya kula vyakula asilia na venye uwiano. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Leo ni cha kwenda kuonyesha jinsi gani ya kuandaa chakula cha jioni. Chakula chetu cha leo cha jioni kitakuwa cha mnyama ambaye ni sungura. Mwenzangu Maria atakwenda kuandaa boga na majani ya maboga pamoja na njegere ambazo atakwenda kuziandaa. Pia tutakuwa na matunda ya fenesi pamoja na stafeli. Kama tunavyoona hapa, tuna picha ya mfano wa chakula ambacho ni mlo kamili. Sawa. Tuna makundi 6 ya vyakula. Na tunashauri kwamba unapoandaa mlo uchukue angalau chakula kimoja kutoka kwenye kila kundi. Aha. Katika kuchukua chakula kimoja kutoka kwenye kila kundi,
inatupa wigo wa kupata virutubisho vingi inavyowezekana. Tunafahamu kwamba hakuna chakula kimoja kinachojitosheleza, kwa hiyo ni muhimu kutumia chakula kimoja kutoka kwenye kila kundi ili kusudi kuweza kupata mlo ulio kamili. Kama ambavyo tumeainisha tangu mwanzo, leo chakula chetu kitakuwa ni maboga pamoja na mboga za maboga ambazo zinatoka kwenye kundi la mboga. Tutakuwa na matunda, stafeli na fenesi. Tutakuwa na jamii ya mikunde ambapo tuna njegere. Tutakuwa na vyakula vya asili ya wanyama, tuna kile kitoweo chetu cha sungura. Sawa. Tutatumia mafuta kidogo katika kupika chakula chetu. Lakini pia tutakuwa na mkate kutoka kwenye kundi la nafaka. Sawa. Hicho kitakuwa ndio chakula chetu kwa ajili ya mlo wa usiku. Sasa Maria, wewe Anza na maboga. unaanza kupika maboga eh? Ndiyo. Hayakai jikoni muda mrefu na yenyewe. Wakati yanaendelea nitaendelea na hizi mboga. Na mboga. Ndiyo. Dokta, sungura uivaji wake ni wa haraka ama ni anachukua muda kukaa jikoni? Sungura kwa kawaida hakai muda mrefu, anatakiwa kupikwa kwa muda mfupi. Aha. Ndio. Basi kama ni hivyo, sisi twende tukachome sungura, alafu turudi tuendelee na kuandaa matunda. Si ndio eh? Ndio kabisa. Sawa. Haya. Sasa tunakwenda kuandaa nyama ya sungura, ambayo nyama hii kabla ya kuichoma tumeandaa kwa kumweka viungo. Viungo vya limao kidogo au ndimu. Tumeweka chumvi kidogo sana pamoja na tangawizi. Tutamweka, lakini nasikia harufu ya vitunguu saumu. Na vitunguu saumu vile vile vimewekwa ili kuongeza ladha. Tutamchoma sungura. Kitu cha kwanza cha kuangalia wakati unamchoma, hakisha moto hauwi mkali sana na atachomwa kwa muda mfupi, kwa sababu nyama ya sungura inawahi kuiva haraka. Moto huu ni moto ambao tayari ulishakaa muda, ya ule ukali wa moto umeshapungua, kwa hiyo ataiva taratibu. Kwa hiyo hapa tutamgeuza baada ya muda gani? Kila baada ya dakika 10 tunamgeuza ili aweze kuiva pande zote mbili. Basi sawa. Kama ni hivyo, wakati tunasubiri dakika 10, twende tukaandae matunda. Sawa. Si ndio? Ndio. Yeah, tumerudi. Mmeshamaliza? Au mvinaendelea? Huko vizuri. Na mimi usikia harufu? Bado sijasikia. Hatujasikia harufu, ndio maana tumekuja kwako. Niko naendelea. Ndio nimeshabandika maboga, sasa nakwenda kuweka mboga za maboga. Okay, sawa. Nitakwenda kunyosha tunda hili kwenye maji tiririka. Nitaliosha vizuri kuhakikisha vumbi zote ambazo zimeandamana kwenye tunda hili zimeondoka, kwa sababu minyoo nayo yale mayai ya minyoo yanaweza kawa kwenye haya matunda. Kwa hiyo na wasisitiza wananchi wakati wanaandaa matunda wayaoshe vizuri, kwa sababu watoto wanaweza kupata minyoo, hata watu wazima wanaweza kupata minyoo kama hujaliosha tunda lako vizuri. Kwa hiyo tayari sasa matunda yetu yako tayari. Tunda hili la stafeli liko tayari kwa ajili ya kulikata, na tutalikata tunda hivi. Tutalikata hakikisha kwa urefu. Sawa. Mimi wazao nakata hivi. Yes, unaweza kulikata hivi. Unaweza kulikata kwa pande hii kwa sababu unalikata, au unaweza kulikata hata kwa hivyo kwa pande hii. Kwa hiyo zozote tu wewe unavyopenda kulikata. Na baada ya kulikata unaweza kulikata pisi ndogo ndogo. Tunda kama tikiti tunakula na mbegu zake. Sasa hii mbegu inatafunika hii? Mbegu ina nafaka ambazo ni muhimu sana kwenye mwili wa binadamu, unaweza kuzila. Na hizi mbegu ambazo zipo hazina madhara yote. Zinasaidia chakula kuchanganywa vizuri ili unapo chakula
kinakuwa kilaini na inasaidia hasa wazee. Choo kinakuwa kigumu sana, wanakaa muda mrefu bila kujisaidia. Ukila na maganda ambayo yameoshwa vizuri, basi utapata tena hiyo tatizo la kukosa choo kwa muda mrefu. Kwa hiyo nasisitiza. Sasa hapa tayari tumeshaliandaa fenesi letu ambalo limeandaliwa tayari kama unavyoona, limetunzwa vizuri kabisa, limewekwa kwenye nylon ambalo limefungwa, na sababu kubwa ya kuiweka hivi ili wadudu kama inzi au vitu vyovyote visiweze kushika ile fenesi na kuweza kupata magonjwa mabaya kama magonjwa ya kuharisha. Dr. Kisenge, Yes. unajua kuna watu wengine naona wanakula mbegu za mafenesi, kuna wanaochoma na wengine wanachemsha. Mimi wanachemsha. Ndio. Na ni tamu sana kama karanga sawa mbichi. kabisa. Mimi sijawahi, Hii ni nafaka nzuri ambazo zinasaidia sana kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni vizuri hizo mineral ambavyo unavipata kwenye haya matunda uvitumie. Sasa dada Maria, hapo unafanya nini? Hapa naandaa mboga ya maboga. Kama unavyoiona nilishaiosha, nikaichambua, nikaikata. Na tunaosha kabla ya kuchambua na kukata ili kuondoa upotevu wa virutubishi. Sawa. Na mboga yangu hii ninaipika kwenye moto mdogo na kwa muda mfupi, huku nikiweka chumvi kiasi. Sawa. Kama alivyosema dada Maria, unavyoandaa hii mboga unatakiwa uipike kwa moto mdogo sana, sio moto mkali, isikae jikoni zaidi ya dakika 5, na kisha yale maji ambayo yapo kwenye mboga hii huyamwagi, kwa sababu yale maji nayo yana virutubisho ambavyo ni vizuri katika mwili wako. Kwa hiyo hakikisha uipiki kwa muda mrefu na hakikisha usiweke magadi wakati unapoipika. Chumvi inatakiwa iwekwe kidogo sana, isizidi kijiko kimoja. Nafikiri kinachotuponza, unajikuta kwamba mboga kama hiyo inatakiwa isipoteze rangi yake. Iive kwa muda mdogo. Lakini pia kwa moto mdogo. Lakini kwa sababu tunataka kuweka viungo vingine na nazi na nini, kwa hiyo unajikuta ile mboga inaikaa sana, hata kama mchicha dakika 3 imeshaiva. Lakini sasa mtu anataka kuiunga na nazi apate ile ladha ya mchicha. Pale anakula nini? Mimi nisingependa sana tutumie sana mafuta kama mafuta ya nazi, kwa sababu yanakuwa na mafuta ambayo yanaganda na yanakwenda kuganda kwenye mishipa ya damu ambayo saa nyingine yanachangia, kama unavyojua mtu anaweza kupata amelala usiku, anatokea tu anapoteza maisha. Yale ni mafuta ambayo yanakwenda kuganda. Ndio maana hata kutumia mafuta ya wanyama kama samli, unapopika mboga kama hii anayotengeneza dada yetu hapa Maria, ukiweka samli hapa unaleta madhara. Yale madhara ni yale mafuta yanaenda kutuama. Samahani Dokta, naomba niangalie maboga. Asante, karibu. Yanaenda kutuama kwenye mishipa ya damu na ile mishipa ya damu inakuletea, ndio maana watu wanapata pressure au unasema shinikizo la juu la damu. Ni kwa sababu yale mafuta yameganda, kwa hiyo damu haipiti vizuri. Katika pishi hili ambalo tunalifanya sasa hivi, tunasisitiza usiweke mafuta ya wanyama. Na usiweke chumvi nyingi, kwa sababu vyote vinachangia katika hivyo vitu. Sasa mimi nilikuwa najua mafuta ambayo yanatokana na nazi ni mafuta ya mbegu. Ndio. Unaona, kwa hiyo kama nikitumia tu ila nazi zaidi, kwa sababu mimi ni mmoja wapo ambaye natumia nazi zaidi kuliko mafuta. Kwa hiyo sasa kama unaniambia nazi kwa kawaida ina cholesterol nyingi sana. Nazi ni tunda ndio, lakini na ile cholesterol ya nazi nayo ni nyingi sana. Kwa hiyo hatusemi kwamba watu wasitumie nazi. Ni kiasi kinachotumika. Mara nyingi hasa sisi watu wa pwani tunapenda kuweka nazi nyingi sana. Kwa hiyo kila kitu kikiwa kiasi kidogo basi hakuna shida. Lakini unapoweka labda unakuta mtu anapika chakula kimoja anaweka nazi 2. Kwa hiyo unaongeza ile cholesterol ambayo ipo kwenye nazi inakuwa nyingi sana na inaweza kuleta madhara ambayo nimeshakusema. Nashukuru sana. Da Maria. Hivi Dokta, ndio. Kuna ili swala la mafuta ya mawese. Ndio. Mafuta ya mawese yenyewe tunayaweka vipi? Mafuta ya mawese nayo, maana nimesikia unazungumzia mafuta ya nazi nikaona mafuta ya mawese nayo ni kama vile mafuta ya nazi. Unapoyaweka nayo yanakuwa mengi, nayo yanakwenda kutuama kwenye mishipa ya damu na yanaweza kuchangia haya magonjwa ya shinikizo la damu. Kwa hiyo kwa wale wanaotumia mawese, hasa wenzetu wale kule Kigoma, unapopika kwenye chakula chako basi uweke kidogo
ni kidogo, usiweke mawese mengi. Mimi kuna wakati nilikwenda kule Kigoma kwenye mambo ya kutibu, unakuta samaki ametengenezwa na mawese mengi, yani ukichukua tu ile unakuta paka yanaganda, yanavoganda hata vile ndio yanavyokwenda kuganda kwenye mwili wako. Kwa hiyo ni wasisitize watu, mawese yanaweza kutumika, lakini mawese kidogo. Na watazamaji wetu, kama mnavyoona, meza imesheheni vyakula vya aina mbalimbali ambavyo wageni wangu leo wameandaa. Dr. asante sana. Dada Maria, karibuni. Sasa hichi ndio chakula cha jioni ambacho tumekwenda kukiandaa. Kuna vipande viwili vya mikate, kuna njegere ambacho ni kiasi kidogo, pamoja na mboga za majani za maboga, finyango 2 za nyama ya sungura pamoja na boga. Chakula hichi ukikichukua kwa ujumla kinaweza kikagharimu shilingi 5,500 kwa mlo mmoja wa jioni. Na kwa nini imekuwa 5,500? Kwa sababu ya nyama ya sungura ambayo bei yake iko juu kidogo. Sungura ni mnyama ambaye anaweza kufugika, watu wakiendelea kumfuga gharama yake itashuka, na gharama inaweza kashuka ikawa hata nusu ya gharama ambayo hii inapatikana. Kwa hiyo kwa gharama 2,000 ni kidogo sana, kama vile unavyokula chipsi kuku ambayo inagharimu karibu 5,000. Hebu uona 2,000 tu kwa nyama ya sungura. Na unapata faida kwa upati magonjwa yasiyoambukiza. Unapokutumia matunda kama haya, matunda tunayoyatumia, tunda hili la fenesi pamoja na stafeli, kwanza linaenda kusagwa tumboni, kwa hiyo linachelewa muda wake kufikia kwenye seli unachelewa. Kwa hiyo unapokunywa juisi ina sukari moja kwa moja. Kwa hiyo haiendi kwanza kuchanganywa tumboni. Inaenda moja kwa moja kwenye seli na inaongeza sukari yako haraka. Kwa hiyo ndio nashauri watu wale matunda badala ya kunywa juisi. Dr. Peter, asante sana kwa chakula kizuri na hasa sungura. Mimi ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo kama ilivyo kwa Watanzania wengine, na mimi nimefaidika pia. Dada Maria, nasema asante. Na mlikuwa nami Marion Elias. Asanteni sana na kwaherini. Ila tukumbuke, lishe bora ni mtaji. Lishe bora ni afya yangu. Lishe bora ni elimu yangu. Lishe bora ni... Wiki ijayo katika lishe bora ni mtaji. Na leo tutakuwa tunapika chakula cha watoto wa miaka 2 mpaka miaka 5. Unapowapikia watoto nyama ya kusaga ni rahisi sana, hasa wakiwa wadogo, kupata protini ya kutosha katika miili yao. Huu ni mfano wa chakula cha mtoto wa miaka 2 mpaka 5. Lishe bora ni mtaji.